Habari za Yesu kwangu ni tamu sana. Zangu, sikiliza ukweli kwa sababu ukweli utakuweka huru. Katika ukweli wa neno la Mungu linatuambia kwamba imani ambayo tumepewa sisi watakatifu ni imani ambayo ni ya kweli. Sasa katika ulimwengu wa leo tuko na imani nyingi ambazo zimetokea, na imani hizi ziko na shida nyingi ambazo zinaletea watu. Ndiposa Yesu katika kitabu cha Mathayo 24 kasema ya kwamba wakati huo wa mwisho kutatokea makristo wengi wa uongo, nao watadanganya wengi. Hivyo ndio maana tunawaambia kwamba muweze kusikiliza ukweli, kwa sababu katika ukweli wa neno la Mungu katika kitabu cha Yuda kinasema hivi. Yuda, ikiwa ni Yuda 1 fungu lake la 3, neno la Mungu linatuambia hivi katika ukweli wa neno la Mungu. Inasema kitabu cha Yuda 1 fungu lake la 3 kinasema ya kwamba wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuwaandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi zote, naliona imenilazimu kuwaandikia ili niwaonye kwamba muishidanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Sasa ndugu zangu, katika jambo hili kuna mambo mengi ambayo yametokea. Wengi wanaamini mambo ambayo hayako kwenye neno la Mungu. Lakini imani ya watakatifu, imani ambayo inaitwa ya watakatifu, ni ile ambayo ilikabidhiwa watakatifu mara moja tu ya kutosha. Sio imani ambayo inabadilika. Sikiliza ukweli wa neno la Mungu ambao unasema ya kwamba imani hii ni imani ambayo walikabidhiwa watakatifu mara moja tu na ilikuwa imetosha. Mungu alikuwa ameangalia kile kinachomfaa mwanadamu na akayaweka mambo yote kulingana na vile alivyoona ya kwamba inastahili. Katika maisha ya Kristo, kuna wakati alifika akauliza swali, kwa sababu aliona ya kwamba watu wameendelea katika mambo mengi tofauti. Akafika na swali kama hili, na ni swali ambalo ningetaka na wewe uweze kujiuliza. Usikilize ukweli, uweze kujua ya kwamba kama kweli uko kwenye imani ya kweli. Yesu akasema hivi katika kitabu cha Luka 18 fungu lake la 8, akasema hivi, nawaambia atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Ni swali ambalo Yesu aliliuliza kwa sababu aliangalia kaona ya kwamba watu wako na imani nyingi tofauti. Lakini imani ambayo inahitajika kwa watu wa Mungu, watu walikuwa wameikataa kabisa. Ndugu yangu, sikiliza ukweli. Sasa ukweli unatuambia nini kuhusiana na imani? Kitabu cha Waefeso, Paulo hapa anatuonyesha jinsi tunavyostahili kuwa katika imani. Waefeso 4 fungu lake la 1 kuendelea katika fungu lake la 4 na la 5 linasema hivi. Kwa hiyo nawasihi mimi niliye mfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu. Hapa Paulo anataka kutuonyesha ya kwamba katika wito ambao tumeitwa, sio wito wa kubadilika, ama sio wito ambao wanadamu wanastahili kubadilisha, bali anatuambia kwamba tuweze kuenenda kama wito wetu ulivyo. Neno linaendelea kusema hivi, kwa unyenyekevu wote na upole na uvumilivu mkishukuriana katika upendo, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Mwili mmoja, roho mmoja, na kama mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Bwana mmoja, imani moja, na ubatizo mmoja. Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Hapa neno linatuonyesha ya kwamba Mungu amepanga wanadamu wote wawe na imani moja. Wanadamu wote wawe na tumaini moja. Wanadamu wote wawe na Baba mmoja na Roho mmoja. Kwa hivyo, hebu msikiliza ukweli, uweze kujiuliza kama wewe uko kwenye imani iliyokabidhiwa watakatifu mara moja tu, ama una imani tofauti. Mbarikiwe sana.